Na huku unasikiliza Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa pili 2026, ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, kuelekea saa 12 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, maeneo ya Plaine ya Ruzizi, Lemera, Irambo, Kidote, M23 wakipata cha Mtemakuni wawafikisha mpaka maeneo ya Mulenge, huku James Fikadui akituma ujumbe mzito kwa Ibu pamoja na wazalendo. Fizi, mapigano ya ibuka kati ya M23 na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo maeneo ya Mikenge, huku cha moto wakikipata. Kinshasa, maafisa wa ngazi za juu waendelea kukamatwa kwa makosa za kuungana magaidi wa M23, huku nchini Zambia zaidi ya raia 80 wa DRC wakifukuzwa na kurudishwa nchini kwao. Na msikose pia kutembelea matangazo yetu kupitia Mwangaza TV, ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kupepesa macho, tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Uvira, huko maeneo ya Lemera, groupment ya Lemera, vijiji vya Kidote pamoja na Irambo pamoja pia na Mulenge, ambako M23 wakiona cha moto kutoka kwa FARDC pamoja na wazalendo. Milio ya risasi ilisikika hiyo tarehe 17 kuanzia majira za saa 7 za mchana, ambako magaidi wa M23 walijaribu kuzivamia ngome za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ndani ya kijiji cha Kidote Irambo, ikiwa ni ndani ya groupment ya Lemera katika utawala wa Bafuliru, jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Uvira. M23 maeneo ya Kidote walikiona cha Mtemakuni, ambako walipigwa isiyokuwa ya kawaida. Sio tu Kidote ama Irambo, mapigano pia yalizuka maeneo ya Mulenge huko ambako pia M23 walijaribu kupita njia kuelekea maeneo ya Minembo ili waende wasaidiane na wenzao Tigwane wa Heredi Tabara, ambao mpaka sasa wanaendelea kukiona cha Mtemakuni kutoka kwa FARDC pamoja na wazalendo. Mapigano hayo yalisababisha mamia ya raia kukimbia makazi yao, huku watoto, wanawake na wazee wakionekana kupanda na kushuka milima kwa ajili ya kuweza kuponya uhai wao. Sawa kaka. Okay. Jana bale banyangalakata M23 alienda kuchokoza batu yetu Katobo. Mangamba mashuba kule baenda kuchokoza. Kubachokoza ndio batoto bakabapiga. FARDC bazenda kubapiga kubachia kipolo pembeni ya Mulenge. Bema najua bakabachia kipolo pembeni ya Mulenge. Hivi leo busubuhi bailamuka nabo bamoa bakakimbilia ngambo Asange, ndio bakabashusha. Benye balikimbilia ngambo ya Kibalabala ndio bakabafata ti Kidote yote balishinda beko banapigana hii magharibi. Sasa hii kuanzia 13h bendu tulikuwa naongea nabo kwa Kidote bakakimbia hivi, masasi nakuwa nalilia kule pembeni ya hospitali ya Lemera, ndio kwenye mbeko napigania huko. Naita watu wa kule abakamati tena ma telefone juu ya boka beko banafunga vitu bana debriardisme. Sasa kila mtu anatafuta kwenye ko naenda, ndio situation yenyewe iko kupale hivi. Sasa Mungu akisaidia tunaweza kusikia banaweza bashusha tipaka kule kuma barabara. Wachizo nye Rwanda byose zitahire mwabo pumbafu izombo zijuri mu amavi mwitwe. Mwana wa Mufuliru we.
Msemaji wa muungano wa wazalendo kikundi maalum Force Special ya wazalendo tarafani Uvira Bwana James Fiekadui ameweza kushukuru jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo IBU na pia kuweza kuwataka wazalendo kuweza kuwa kitu kimoja zaidi, kuungana, kushirikiana na kupeana kile ambacho kinaitwa muunganiko wa umoja ili kuendeleza harakati za kupigana na magaidi wa M23. Huyu hapa James Fiekadui. Najua leo ni tariki 17 ya mwezi huu wa pili mwaka wa 2026. Kwa hii muda nimesema ya kwamba ni wasalimu watu wote bila ubaguzi na wazalendo wote na serikali yetu ya Kongo. Nasema amjambo, ni wenu tena, mtoto wenu ni James Fiekadui. Kama vile ni kamanda wa wazalendo na ni yeye tena pia msemaji porte parole wa coalition speciale ya wazalendo Sud Kivu ambayo inayoongozwa naye shemadari mkubwa Delfe Kalende Ngomazito. Ni yeye ambaye msimamizi wa coalition speciale ambayo ina mivuma mingi ambayo sitaisema hapa, na wasalimu na kuleta shukrani kwa wazalendo wote na FARDC IBU kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya Kongo nzima kwa kutoa wakongomani aibu. Wametutoa haya wazalendo na FARDC na waibu. Waibu ndio force special ya serikali ya Kongo, yaani garde du corps ya rais wetu wa nchi, Rais Tshisekedi Tshilombo. Nashukuru wazalendo wenye kuwa huko kwenye milimani mwa plateau ya Uvira kwa kazi ambayo walioifanya jana kuteketeza adui M23 Mulenge mwa milimani ya Uvira. Kiukweli najua ya kwamba tutakomboa nchi yetu ya Kongo bila ubaguzi, bila shaka, bila shida. Ni kutoa tu confusion kwa watu ambao wako wanajiuliza kwa nini tuko tunasikia eti M23 iko na progress kuja mu territoire ya Uvira na Fizi. Niwaambia kwamba ukiona imbwa iko na winda mnyama, ile imbwa inarudia kwenye mnyama chatoka. Jua ya kwamba ile imbwa inapoteza njia na haitakamata tena ile mnyama. Na hiyo ni mfano ya M23. M23 kama kisi kamata katika Uvira, lakini kwa nguvu za serikali na za wazalendo waliteketeza M23 Munene, Kashekezi, Makobola mpaka Uvira yote. Na kwa leo M23 iko ngambo ya Lele. Ni kuambia raia ya kwamba siku chache M23 inaondoka. Andika hiyo liko nasema James Fiekadui, msemaji wa coalition force speciale inayoongozwa na Ngomazito Kalembe Delfe. Naisema kinaganaga ya kwamba M23 iko inaondoka Uvira, fasi zote kwenye naziviti itaondoka pale. Na kama haitoki kwa kuandika kalamu, kwa kuandika kwa maandiko, kama haitoki kwa nguvu zetu, kwa risasi tunayo, itatoka tu. Lakini kusema ya kwamba itarudi tena Uvira, ndoto za Farao. Zile ni ndoto za Farao.
Nafurahi kuona mko bako bana deployer mu plateau na mwa plateau ya Uvira na Fizi na Mwenga. Unajua ya kwamba Kagame alishaka shindwa. Naye Kagame anaanza kufukuza wale Wanyarwanda Watusi wakijiita Wanyamulenge wasiingie Rwanda. Wanakosa pa kwenda. Na wale Wakongomani ambao walijikuta ndani ya M23 wanakosa pa kwenda. Hao ndio wenye wako wanakimbilia milima ya Uvira na Fizi na Mwenga. Lakini tunajua kwamba wenyewe wanajijua ya kwamba ni Wakongomani. Tunawaomba sisi Wakongomani, sisi wazalendo, sisi serikali waje kujiripoti kwenye serikali, walete mavyuma yao kwenye serikali, wajiunge. Ikiwa wewe ni Mkongomani, jiunge na serikali ya Kongo, watakupokea bila shaka, bila shida, bila oga. Kabla ungana jipiga kifua kusema kwamba utakamata nchi ya Kongo, tutakuwinda na kuzimu na mbinguni tutakutafuta. Hii ni sauti yangu James Fyeka Adui, naituma na kuambia raia ya Uvira, ya Fizi, ya Mwenga, Kongo zima, Sidikivu yote, tukue kalme, tukue kimya. Vita iko na kwenda kuisha, na kuambia wa Bukavu wote, watu wa Bukavu wa Goma, ya kwamba siku chache tuko hapo, mtatuona sisi watoto wenu, na kazi tutaifanya kama kisi ilivyo. Na washukuru na ninawapenda na ninawasalimu watu wote. Na baada ya taarifa hizo kutoka tarafani Uvira, tuingie tarafa jirani tu ya Fizi ambako mapigano M23 wapata balaa kubwa huko maeneo ya Minembwe pamoja na Mikenge. Mapigano yalizuka tena upya kuanzia asubuhi ya hiyo tarehe 17 za mwezi wa pili 2026 maeneo ya Mulenge, pia yakishuka mpaka Lemera, kati ya M23 wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yalianzia katikati ya Mulenge ambako wazalendo pamoja na M23 walikutana mkono kwa mkono, uso kwa uso, huku wazalendo na FARDC wakizidi kuongeza presha ya hali ya juu na hivyo kufanikiwa kuwapiga M23 katika vijiji vifuatavyo, ikiwa ni Kibungu, Katale, Kanguli, Irambo, Kidote na kuwashusha mpaka maeneo ya kata ya Shongo, huku ikiwa ni katikati kabisa ya kijiji ambacho ni groupment kuu ya Lemera ndani ya utawala wa Bafulero. Magaidi hao wa M23 ambao walikuwa wameweka silaha yao kubwa maeneo ya Shongo na hivyo iliweza kupata moto na kuharibika vikali, na pia walikuwa wamejipanga maeneo ya Kidota ambako pia kulikuwa kuna silaha zao zingine zenye uwezo mkubwa, na zenyewe pia ziliweza kukutanana na balaa kubwa kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Mikenge mpaka sasa hali inakuwa sio ya kuridhisha, na pia ukichukulia maeneo yote ya Minembwe mpaka Ponzero hali bado inazidi kuwa tete kwa upande wa M23. M23 walijaribu mara kwa mara kuendelea kushambulia ngome za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku maeneo ya Minembwe pamoja na Mikenge, lakini walikutana na mkono wa chuma na hivyo kuweza kutoroka baada ya vipigo vitakatifu. Mpaka sasa maeneo yote hayo yanashikiliwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, tofauti na jinsi inavyosemwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambako magaidi wa M23 wanajipa moyo na kujitia kifua mbele kwamba wamekwisha tayari kuchukua maeneo ya Point Zero na maeneo mengine. Huo ni uongo. Hadi sasa Point Zero iko chini ya utawala wa FARDC pamoja na wazalendo, huku Minembwe ikizingirwa yote ikibaki kidogo tu. Hao Wanyarwanda wako wanasababu kitu kimoja kabisa. Wako wanauliza tangia mnaona sisi gere zilikuwa zinapatikana pale
ulikuwa unakuya kutanisha wa Uganda wanakuya, wa Somali wanakuja lakini mwisho yao walikuwa wanaishia ile fasi, na kama walichezea zingine fasi zote mwa ile territoire au vile ya Uvira sirtuko kwenye bako ni fasi moya mbaya sana sana tena sana. Wao ongezeke tu, waongezeke, zitakuwa mbolea, itaendelea kuwa mbolea. Watoto wako imara na wanaendelea kutravaye kazi convenablement. Ni lazima Mnyarwanda akuwa na ajisia, na mwenyewe atakuwa wanachagua, wanamwambia unaenda Uvira, ye peke atakuwa anajivulia ye mwenyewe teni na kudepose sirana na kwepo, kwa sababu ile fasi ukishaona wanakutumana kule ni mambo mawili, pona wala kifo. Ile ni fasi kwenye wazalendo wanapigana na moyo mmoja, kwa sababu anajua kishamurate Mnyarwanda kesho wala kesho yake hata kuwe kwako. Kumbe ni heri kufa kuliko kufezereka. Na Mnyarwanda tutamwabudu miaka ngapi? Miaka ngapi? Nikizani jana kabisa walipata kisomo na kisomo ambao wamepata jana hawatasahau maisha yao yote, hawatasahau. Na mkuendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, na huko pia unatufuata vizuri kutoka Australia, Canada, USA, Australia pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Jide Kizenga, Tembele, Kingsele, Kizabe, Ayeba, Mashaka, Yamba, Didole, Butoto, Bione, Klabamao, mzee wa state ya Maine, Dafeza, Daletesha, Da Asha, Da Arwin, na Kisi Kandeke, Asimwe, Baguma, Samueli ya Haya kutoka Dar es Salaam, wakiwa nasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Fizi pamoja na maeneo ya Uvira, tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa, ambako maafisa wa ngazi za juu wa FARDC wakamatwa kwa makosa kushirikiana na magaidi wa M23, huku pia nchini Zambia zaidi ya raia 80 wa Kongo watimuliwa nchini Zambia kwa kuishi kinyume na utaratibu. Jijini Kinshasa, operesheni ya kuwakamata maafisa mbalimbali yamekuwa ikiendelea katika kambi ya kijeshi ya Badiadingi. Kulingana na vyanzo vya usalama, usiku wa Februari 14 hadi 15 kuelekea 16, msako mkubwa ulifanyika na kupata taarifa ya kuwa Baraza la Kitaifa la Usalama wa Kijeshi CNS iliendesha operesheni ya kukamatwa kwa Kanali Justin Ndoki pamoja na Luteni Kanali Mirei Kika wakidaiwa kwa kushtukiwa kuwa na makosa ya usaliti kwa maslahi ya Rwanda. Majenerali wote wawili wanadaiwa kuwa na ukaribu na Jenerali Mundos na wanashtukiwa kwa ushirikiano na adui ambaye ni M23. Kukamatwa kwao huku kunakuja wakati huduma za kijasusi zinaongeza mapambano dhidi ya ushirikiano wa ndani kwa ndani katika sekta ya kijeshi jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya mzozo wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha mawasiliano cha sauti ya kidijitali ya Kongo AADC pamoja na usalama wa nchi unazidi kutoa shukrani kwa idara ya ujasusi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kupambana dhidi ya wote ambao wako wanashirikiana na M23. Kwa sasa hali imekuwa ni tofauti kidogo, maana vikosi vinavyohusika na ulinzi na usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimekuwa viko makini mno na vinaendelea kuwakamata watu mbalimbali ambao wanasadikika kwa njia moja ama nyingine kuwa wana collaborate na magaidi wa M23. Tukiachana na taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kinshasa,
Tukiingia moja kwa moja nchini Zambia, ni zaidi ya wakongomani 80 ambao waliweza kukamatwa nchini Zambia na hivyo kuweza kurejeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufukuzwa kwao ni inasemekana kwamba wanaishi nchini humo kinyume na utaratibu. Operesheni kama hizo sio Zambia tu ambazo wanazifanya kuwarudisha wananchi wa nchi kadhaa ambazo wanaishi kinyume na utaratibu. Kasoro ni kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiko hutawahi kusikia wananchi wa nchi fulani wamekamatwa na kurejeshwa nchini kwao kwa sababu wanaishi kinyume na utaratibu, ikiwemo kesi ya wakimbizi wa Nyarwanda wanaojiita Wanyamulenge. Tuishie hapo kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP Rajab Akili Gabonga.